mwenyekiti wa chama cha demokrasia kwa wananchi DCP katika kaunti hiyo ya Taita Taveta, Geoffrey Kimonge, amekashifu furushi huo kwani ameutaja kuwa ni ukiukaji wa agizo la mahakama pamoja na katiba. Kimonge amesema licha ya mahakama kutoa agizo la kusitisha hatua hiyo ya ufurushaji, bado wakazi hao wamebomolewa makazi yao na kufurushwa, jambo ambalo amelitaja kama kitendo cha ukatili. Hata hivyo, Kimonge amewataka viongozi katika eneo hilo pamoja na serikali kuu na ile ya kitaifa pamoja na mashirika ya kijamii ya kutetea haki za kibinadamu kuingilia kati na kutatua mzozo huo ili kuhakikisha wakazi hao wanapata haki na usawa. Aidha, Kimonge ametoa wito kwa vijana na wananchi wote ambao bado hawajasajiliwa kuwa wapiga kura na wamehitimu wachukue fursa hii na kujisajili na Tume ya Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ili kuwa tayari katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027 kwa nia ya kuchagua viongozi bora, waadilifu ambao wana nia ya ajenda na kutekeleza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwele alikuwa wapi wakati mobilization ya polisi kutoka vituo vingine kutoka kule upande wa Riata pande for Citizen Party of Kenya? Tunasema sisi wacha tutetee, kama serikali haiwezi kutetea wanyonge, sisi tuwatetee, na tumesema liwe ni wako. Sasa ni wakati mzuri, watu wanachukua kura. Jamani wananchi, hii sasa tuifanye, hii serikali iwe ya one term. Maana sasa hatuwezi kuendelea kuona unyanyasaji ukiendelea. Hivi karibuni tuliona watu wakitekwa nyara, wengine wa vijenzi wakiumizwa, wakiuawa, wakipotea, na kule Msambweni mambo yanatokea. Hivi sasa wamefika Mkocheni. Wenzako Waswahili walisema ukiona cha mwenzako hajanyolewa chako kibaje. Wakitoka pale Mkocheni, kesho watakuja Mshekesheni pale ambapo tulikuwa tunasikia kuna mashamba yanautaka. Ndio kule Saranson watafika huko. Kwa hiyo tusiposimama kama jamii kusema kwa sauti moja kwamba jamani imetosha, hatuwezi kukubali tena. Naomba serikali ifungue masikio, ifungue macho, ione kilio cha wananchi. Alafu pia mashirika ya kutetea haki za wanadamu jitokeze pamoja na viongozi wa kidini, madhehebu yote iingilie kati ili serikali ijue kwamba wanachofanya si vizuri zamani. Uamuzi wa koti lazima uheshimiwe. Ikiwa Kenya ni nchi ambayo tunaenda kusema kwamba ni nchi na tawala mwongozo wa kisheria kufuatia katiba ile iliyopo ya 2010 2010 constitution, basi ule ni kwamba wamekiuka katiba ya Kenya kwa kutotii amri ya hiyo koti. Naambia wananchi wote wa Kenya, kwa wakati huu ambapo tunaenda tunachukua hizi kura, jamani jitokezeni, hata jinsi tokeeni kwa wingi, endeni mchukue hizi kura, tupeleke watu nyumbani. Kididi FM kwa habari moto.